Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Nachukua fursa hii tena kuwakaribisha katika ibada yetu ambayo ibada tumekuwa nayo. Ibada ya lunch hour, nataka nikukaribishe mahali popote unanipata. Nataka nichukue fursa hii kukaribisha katika uwepo huu, uwepo mkubwa wa Mungu ambao Mungu ameweza kuachilia katika maisha yetu, ambao Mungu ameweza kukusudia mambo mema, ambaye Mungu anapanga kututendea mambo ya baraka. Na naamini ya kwamba inaenda kuwa baraka kwa ajili ya kila mmoja, inaenda kuwa blessings kwa ajili ya maisha ya kila mmoja. Na naamini ya kwamba Mungu anaenda kukufanya chombo chake. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kukubariki sana. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kukufisha. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kukujenga. Kwa sababu ya muda ambao tumekuwa nao, nimekuwa busy hapa na pale. Naamini ya kwamba tunaenda kutumia muda mfupi sana. Kwa makini sana, karibisha mtu katika jina la Yesu. Leo nataka nikaweze kuangalia andiko letu, jinsi ama fahamu Mungu wa upenyo katika maisha yetu. Fahamu Mungu wa upenyo, so that tunahitaji kuelewa Mungu wa upenyo katika maisha yako. Na Mungu wa upenyo anapokuwa akipenya katika maisha yako, unakuta kwamba kuna mambo mengi utakuwa unafanikiwa, kuna mambo mengi utakuwa unainuliwa, kuna mambo mengi yatakuwa yanafanyika kwa ajili ya uwepo wa Mungu. Kwa sababu Mungu wa upenyo anataka ya kwamba ukaweze kupenya, anataka ya kwamba ukaweze kwenda katika kiwango kingine. Nami naamini ya kwamba kwa sababu ya Mungu wa upenyo hata kuacha tesemu, utakuta ya kwamba huyo Mungu atasababisha, atafanya jambo jipya katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Tuamini tunapoenda mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme nasema ni asante. Baba, ni kwa sweli bwema, ni kwa sweli kimbilio Jehova. Wewe ni Mungu wa upenyo, Mungu unayepenya katika biashara, unayepenya katika maisha ya watu, unayefungulia watu Baba njia Jehova Shaddai. Mungu wa milele Jehova Shaddai, mahali ambapo wamefika mwisho Jehova. Yesu wakapate upenyo, wakapate breakthrough Baba, ni kwa sweli mwema. Asante, ni kwa sweli maisha, asante, ni kwa sweli mwema. Utukufu na heshima kurudie Mungu wetu Baba, ni kwa sweli wa ajabu. Kwa Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Mtu wa Mungu, katika maisha unahitaji ya kwamba ukaweze kupenya, na katika kitu chochote ambacho unakifanya unahitaji ya kwamba ukaweze kuita Mungu. Kunaye Mungu ambaye ni Mungu wa mapenyo, ili sote akaweze kuachilia upenyo juu ya maisha yako. Unahitaji ya kwamba Mungu wa upenyo akaweze kutembea na wewe. Mungu wa upenyo akaweze kutembea na wewe katika kila hali. Mungu wa upenyo unahitaji ya kwamba Mungu wa upenyo akaweze kuachilia upenyo juu ya maisha yako, akaweze kuachilia upenyo juu ya familia yako, akaweze kuachilia upenyo juu ya jamii yako. So kuna Mungu ambaye ni Mungu wa upenyo, na huyu Mungu wa upenyo wakati ambapo umemuita katika familia, katika jamii, katika biashara, unakuta ya kwamba mahali ambapo mambo imekuwa magumu, Mungu wa upenyo anapoingia unakuta ya kwamba kila kitu kinaanza kuwa sahihi, kila kitu kinaanza kuinuliwa, kwa sababu ya Mungu wa upenyo ameachilia upenyo katika maisha yako. Na ndiposa zaidi na kualika ya kwamba chochote ambacho unafanya mchana wa leo, Mungu wa upenyo akaweze kuingia, so that ukaweze kupenya mwaka huu katika jina la Yesu. Chochote ambacho unakusudia kukifanya, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa upenyo akaachilia upenyo katika jina la Yesu Kristo, ili so that mtoto wa Mungu utakuwa ni mwenye kupenya sana, utakuwa ni mwenye kufanikiwa sana, kwa sababu kunaye Mungu wa upenyo. Na huyu Mungu wa upenyo anapoingia katika maisha ya mtu, unakuta kwamba kile kitu ambacho ulikuwa unaona ni kigumu, Mungu anakifanya kuwa kepesi, Mungu anakifanya kuwa easy, kwa sababu ni Mungu wa upenyo. Tunahitaji ya kwamba tukaweze kuelewa, wakati umefika mahali mambo yamekuwa magumu, nataka nikuambia kwamba mtoto wa Mungu, kuna Mungu wa upenyo ambao unahitaji, so that Mungu akaweze kuachilia upenyo juu ya maisha yako, Mungu akaweze kuachilia upenyo juu ya familia yako, Mungu akaweze kuachilia upenyo juu ya kizazi chako katika jina la Yesu Kristo. Katika maandiko kitabu cha Isaya 45 mstari wa 2, nitakwenda mbele yako na kupasawasisha mahali palipo parusa, nitavunja vipande milango ya shaba na kuta katika katika mapigo ya chuma. Nitarudia, nitakwenda mbele yako na kupasawasishwa mahali palipo paruswa, nitavunja vipande milango ya shaba na kuta katika kuta kukatakata mipango ya chuma. Unakuta kwamba katika hii andiko Mungu ataweza kuenda mbele zako,
na Mungu anapokwenda mbele zako, mahali ambapo unakuta ya kwamba kuna vitu vimekuwa viende, andike inasema ya kwamba atapasawasisha. Katika ile hali unayopitia Mungu atasawasisha, na katika chochote ambacho nakifanya Mungu atasawasisha. Nitakwenda mbele yako na kupasawasisha mahali palipo parusa. Unakuta kwamba Mungu atasawasisha, atakwenda mbele yako na ataenda kusawasisha kila mahali. Kuna mtu wa Mungu unakuta kwamba kuna milango ambayo unakuta kwamba imekufungia, kuna milango umekwama, kuna mahali umekwama uwezi songa. Ukiangalia katika maisha umepaki mahali pamoja. Andiko linasema ya kwamba kunaye Mungu wa kupenya ambaye atakayeenda mbele zako akaweze kuachilia njia mahali ambapo pasipo na njia, mahali ambapo pamesuiliwa, mahali ambapo pana vizuizi, mahali ambapo pana ukame, mahali ambapo unakuta kuna milango ambayo yametufungia. Mungu atakweza kwenda mbele zetu na atapasawasisha katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, huenda sisi ni watumishi, kuna mahali ambapo unakuta ya kwamba umekaa mahali pamoja. Huenda kuna kitu ulikuwa unakusudia na umekaa mahali pamoja. Andiko linakwambia kwamba ataenda mbele zako na atapasawasisha mahali ambapo pamekwaruza, na atavunja kila milango zote za juma, milango zote za shaba. Kuna milango ambayo umefungiwa ndani, hiyo milango Mungu anaivunja mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Atangaza yale malango yakavunjike, yale malango ambayo ni ya kuzuia. Unakuta kuna kiwanga ambacho unakuwa na maono, wakati ambapo hii maono unataka kutimiza maono, ndipo shetani anainuka na milango, anaanza kufunga milango, so that watu unakuta kwamba tunang'ang'ana, tuna remain mahali pamoja, tumeimba ya kwamba tutafanya kitu fulani, lakini unakuta kwamba haya malango yamekuwa vizuizi. Leo natangaza kwa jina la Yesu, kila Bwana aende mbele yako. Watumishi wa Mungu, Bwana aende mbele zetu akapasawasishe, ili sote mahali popote ambapo milango iliweza kufungwa, mahali popote ambapo vizuizi vyote viliweza kukoshekelea, inatangaza kwa jina la Yesu akaweze kuzivunja kila milango zote za shaba. Bwana anasema ataenda mbele yako. Ndoto wa Mungu, natangaza juu ya maisha yako, Mungu aende mbele yako na akavunje kila kuta ambayo imetuzuia. Hata sisi watumishi wa Mungu unakuta kuna stage ambayo tulifika, na hiyo stage kuvuka imekuwa ni changamoto. Bwana aende mbele ya hiyo huduma, Bwana aende mbele ya hiyo familia, Bwana aende mbele ya hiyo jamii katika jina la Yesu. Akavunje kila milango, akavunje kila ukoda, akapasawasishe mahali ambapo unakuta umekaa sana, hali ambapo umekwama sana. Mungu aupenya penye mbele zako, so that akaweze kufungua njia, akaweze kuajilia malango, akaweze kuajilia rehema, akaweze kuajilia baraka. Mungu anapoenda mbele yako, mtoto wa Mungu, ninaona ukishinda mwaka huu, ninaona huduma ikiinuliwa mwaka huu, ninaona biashara ikipanda mwaka huu, kwa sababu Jehova ameenda mbele yako. Kuna mahali umeng'ang'ana sana, uende umechukua muda mrefu hapo mahali, mwaka unatangaza juu ya maisha yako. Mungu aupenja akutangulie, Mungu aupenya aende mbele zako, afungue kila malango, afungue kila njia katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, unakuta kwamba kuna njia ambazo ulikuwa umenuia, kuna njia ambazo zilikuwa mbele yako, kuna njia ambazo Bwana alikuwa amekusudia, kuna mahali ambapo ulikuwa unaelekea, lakini ukiangalia masaa haya kuna vitu vingi vimekwama, kuna vitu vingi project zimekwama, kuna maono mingi imekwama. Leo Jehova anaenda mbele zako katika jina la Yesu. Bwana akutangulie mtumishi wa Mungu, Bwana akutangulie mteule, akapasawasishe kila mahali. Bwana akasawasishe mipango zetu, Bwana akasawasishe mipango ya familia, Bwana akasawasishe afya ya mtu, Bwana akasawasishe ndoa ya mtu, Bwana akasawasishe, akaende mbele zake katika jina la Yesu. Na utapenya kwa jina la Yesu, kwa sababu kuna Mungu wa upenyo ameshuka kwa ajili yako, na utapenya katika jina la Yesu. Oh my God. Mungu wa upenyo, Mungu wa upenyo, Mungu wa upenyo, Mungu wa upenyo akaweze kutangulia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakati Mungu wa upenya amekutangulia, utaanza kung'aa, utaanza kupenya. Kila kitu utakachokosa kitaenda, kila kitu utakachofanya kitafanikiwa, kwa sababu kunaye Mungu wa upenyo. Mungu wa upenya anatangulia mtumishi wa Mungu. Mungu wa upenya anakutangulia kule kazini. Katika Proverbs ama Methali chapter 4 verse 18, andiko linasema, bali njia ya mwenye haki
ni kama nuru ing'aayo ikisiti kung'aa hata mchana mkamilifu, bali njia mwenye haki inang'aa. Mtoto wa Mungu, mtu wa Mungu, leo natangaza Bwana akatangulia akaachilie haki. Bwana akatangulia akaachilie vizuizi, akaondoe vizuizi katika hiyo barabara, akaondoe vizuizi kwa hiyo huduma, akaondoe vizuizi kwa hiyo familia, akaondoe vizuizi kwa hiyo jamii, na njia yako mtoto wa Mungu ikang'ae, huduma yake ikang'ae, biashara zako zikang'ae, chochote unachofanya natangaza kikang'ae kwa jina la Yesu. Andike nasema njia mwenye haki inapozete kung'aa hadi mchana mkamilifu. Mimi leo natangaza ukaweze kung'aa katika jina la Yesu, ukasete kung'aa, ukasete kung'aa. Chochote ambacho ulinuia kufanya mwaka huu inatangaza kikang'ae, inatangaza kikang'ae katika jina la Yesu. Watoto wa Mungu tunamtafuta Mungu usiku na mchana, njia zenu natangaza zikang'ae, zikasete kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya mwenye haki, watoto wa Mungu, njia yake inavyokuwa haki, unakuta kwamba utakuwa ni mtu mwenye kung'aa, utakuwa ni mtu mwenye kupenya, utakuwa ni mtu mwenye mafanikio, utakuwa ni mtu mwenye ushindi. Leo hii ukianzisha jambo linakuwa, ukianzisha kitu kinakuwa, kwa sababu Bwana anaachilia katika jina la Yesu. Bwana anaachilia upenyo ambayo si wa kawaida. Mtoto wa Mungu, leo natangaza juu ya maisha yako, Bwana atembee na wewe, Bwana achilie upenyo, Bwana akakuangazie kwa ajili ya njia yao. Ninaona uking'aa, ninaona ukifanikiwa mwaka huu. Chochote ambacho ulipoombea ukifuka mwaka 2026, maono ambayo tulikuwa nayo watumishi wa Mungu tina siti kung'aa kwa jina la Yesu. Hiyo huduma sitang'aa, hiyo biashara sitang'aa, yale mafanikio yatang'aa, ile ndoa itang'aa. Chochote ambacho unakusudia katika mikono yako inatangaza kidasiti kung'aa, inatangaza kikapenye, inatangaza ukafanikiwe, inatangaza ukaweze kuenda, inatangaza breakthrough, kwa sababu Bwana anasema ya kwamba utasiti kung'aa, utasiti kuinuliwa, utasiti kupenya. Mtoto wa Mungu, chochote ambacho umekusa kwa mikono yako, atangaza Jehova Mungu wa upenya akakutangulie, Mungu wa upenya akaende mbele zako. Mtu wa Mungu, yale mambo yamekusumbua kwa kichwa, Bwana akayasawazishe, Bwana akasawazishe maono, Bwana akaachilie breakthrough, Bwana akaachilie neema, ili sote tukaweze kupenya, ukasiti kupenya, ukasiti kung'aa, hiyo huduma ikapenye, hiyo biashara ikapenye, watoto wako shuleni wapenye kwa kimasomo, wafanikiwe kwa jina la Yesu. Hapo mahali umekwama, inaona ukiondolewa, inaona Bwana akikuinua, inaona Bwana akikuwezesha, inaona Bwana akikusimamisha imara. Haijalishi ni miaka mingapi umekaa mahali pamoja, lakini Bwana wa upenyo aingie juu ya maisha yako, aachilie upenyo juu yako, aachilie upenyo kwa kile unakifanya. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, Mungu aliyenituma na hii neno, utapenya, utapenya kwa jina la Yesu, utapenya kwa jina la Yesu, kwa sababu Bwana wa upenyo ameachilia juu yao. Huenda leo umefungiwa mahali, umekwama mahali pamoja, Bwana anavunja kila shaba, Bwana anavunja kila minyororo, Bwana anavunja kila kuta katika jina la Yesu Kristo. Watu wengi wanazungumza, anasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, nimekwama mahali pamoja, nimesuiliwa mahali pamoja. Nataka nikwambie, don't worry, hapo mahali umekaa, haijalishi ni miaka mingapi, lakini Bwana wa upenyo leo anapasawasisha na Bwana anakuinua. Haijalishi watu wanaongea mangapi, lakini Bwana alikuwa anahitaji muda tu wako, muda na umenyenyekea mbele za Mungu. Haijalishi umefunga ukiomba mara ngapi, leo Mungu wa upenyo anakuinua kutoka hapo mahali, anainua wewe kutoka hapo mahali, na anakupeleka katika anga zingine, anakupeleka katika sehemu ambazo Bwana amekusudia. Mungu wa upenyo, penye mtoto wa Mungu, mtumishi wa Mungu, penya, mtoto wa mteule penya, watoto wako wapenye, watoto wako wafanikiwe, chochote unachofanya kifanikiwe kwa jina la Yesu, kwa sababu unamtumainia Bwana katika ming'ang'ano ya kufunga na kuomba, ya kulia. Mungu wa upenyo aingie kwa hiyo huduma, aingie kwa hiyo familia, upenye kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa upenyo,
Wakati ambapo Mungu wa upenyo anapoingia katika maisha ya mtu, kuna mambo yataanza kuenda ambayo si ya kawaida. Kuna vitu vitaanza kufanyika, watu watakushangaa. Huenda kuna watu tulianza nao hata huduma, leo hii wako umbali. Haijalishi ni umbali gani wako, lakini mtoto wa Mungu utapenya. Mungu anaenda kukupatia spidi ya kulungu, utapenya. Utakimbia spidi ambayo si ya kawaida, kwa sababu Bwana alikuwa anataka kutembea na wewe katika mwendo wa polepole, kwa sababu kuna umbali ambao anaenda na wewe, kuna umbali ambao anataka kupenya na wewe. Na ninaona ukipenya kwa jina la Yesu, ninaona uking'aa mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu wa upenyo alikuwa anataka kuona subira yako, alikuwa anataka kuangalia ete wewe ulivyokuwa na uaminifu kwake, ete wewe umekuwa mnyenyekevu. Na leo ninatangaza unapenya kwa jina la Yesu. Katika ile andiko kitabu cha Mika mlango wa 2 mstari wa 13, andiko linasema ya kwamba avunjaye amekwea juu mbele yao, amepomoa mahali wakapita mpaka langoni, wakatoka nje huko, mfalme wao naye amepita, naye Bwana ametangulia mbele yao. Wavunjae, Bwana anayevunja ametangulia. Hizo vita ambavyo unaona katika maisha yako, katika jamii yako, avunjae ametangulia. Bwana ametangulia, kwa sababu yeye anayevunja. Watumishi wa Mungu, simama, kwa sababu Bwana ametangulia huduma yako, ametangulia maono. Avunjae ametangulia, naye amekwea, kwa sababu wafalme wanapita. Wewe ni mtoto wa mfalme, anza kupita mwaka huu, kwa sababu anayevunja amepita mbele yako. Bwana ametangulia katika ile huduma, huko peke yako, katika ile kazi huko peke yako. Bwana ametangulia, Jehova ametangulia, Mungu wa upenyo ametangulia. Avunjae maagano, avunjae miungo, avunjae uchawi, avunjae maroho zote za kurekesha watu nyuma. Bwana ametangulia. Kuna watu mahali ambapo tuko, ninasikia Roho Mungu akiniambia hapo mahali unafanya huduma, kuna watu wako kinyume na wewe, kuna watu wako kinyume na madhabahu. Madhabahu sio yetu, mtumishi wa Mungu, madhabahu ni ya Bwana. Bwana ametangulia kuvunja, Bwana ametangulia kupigana. Nasi tunakwea, tunasonga, tunapita. Wote walioshindana na wewe, Bwana amewatangulia, Bwana ametangua, kwa sababu ameyavunja, na wewe unapenya kwa jina la Yesu. Mungu wa upenyo, leo natangaza juu ya mto, katika jina la Yesu. Mahali unapitia ni changamoto, umekuwa katika ile huduma, umepambana sana, umepitia changamoto, umepitia maumivu, kila mara ni kese, kila mara watu ambao wanaokuletea vita ni majirani, mara wanasema unapiga kelele. Jehova ametangulia, Mungu anayevunja ametangulia mbele yako, ili akaweze kuvunja, ili akaweze kusawazisha, na wewe unapenya. Mfalme anapita na Bwana ametangulia. Inaona Jehova akiwa ametangulia, inaona Bwana akiwa ametangulia. Katika hiyo biashara, Bwana ametangulia. Hiyo nyumba, Bwana ametangulia. Hauko peke yako, umetoka katika familia iliyo na mambo mengi, iliyo na maumivu. Bwana ametangulia. Mungu anayepenya anasema, oh my God, anasema hii andiko ni tamu sana. Avunjae amekwea juu mbele yao, wamepomoa mahali wakapita. Hapo mahali ambapo hakuna njia wanapomoa. Leo unapita, leo natangazo unapita, leo unapita kwa jina la Yesu, kwa sababu hapo mwae Bwana amekuja. Wewe ambao umekwama hapo mahali for so long, leo natangaza hapo mwae amekuja, hapo mwae amepomoa, naye amevunja, so that tukaweze kupita. Mtoto wa baba pita, mtoto wa mama pita, mtoto wa Mungu pita, kwa sababu Bwana, hapo mahali ulikuwa umelia sana, unaona uko peke yako, leo uko peke yako kwa jina la Yesu. Leo uko na Bwana. Hiyo vitu umekuwa unapigana sana, umekuwa unalia sana, leo
leo nataka nitangaze, you are not alone, you are not alone. There is Jehovah King of Kings ambaye ametangulia mbele yako kwa sababu ya kusawazisha hiyo familia iliyotarauliwa. Leo haiko peke yako kwa jina la Yesu. Bwana ametangulia. Bwana wa mpenyo anapomoa hiyo familia. Huenda mmekaa mahali pamoja ambao ni mahali pako small, ambao ni mahali ambapo hamwezi panuka. Leo Bwana anapanua kwa jina la Yesu. Ninaongea na mtumishi wa Mungu anayeniangalia mahali ambapo uko, unakuta kwamba uko mahali pamefinyika. Mwaka huu Bwana anakuaminia na sehemu ambayo utakayepanua maono. Uko mahali ambapo uko congested sana kwa ajili ya hiyo biashara. Bwana anapomoa, anaachilia mahali ambapo ni pasawa katika jina la Yesu. You are unstoppable. Oh Yesu. Andiko linazungumza, anasema avunjaye amekwea juu mbele yao, apomoaye mahali wakapite mpaka langoni, wakatoka nje huko wafalme wao, naye amepita akiwatangulia, naye ni Bwana amewatangulia mbele yao. Bwana ametangulia mbele ya watu wake, mbele ya watumishi wake, mbele ya familia, mbele ya jamii. Bwana ametutangulia. Wateule wa Bwana tuko peke yetu. Huenda tumekuwa tunalia sana. Leo nimekuja na andiko ambalo Bwana amenituma kwa ajili yako. Bwana ametangulia mbele ili sote tukaweze kupita. Mwaka huu ni mwaka wa 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 kupenya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwaka huu tunapita. Mwaka huu tunaenda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwaka huu tunapinda kwa wepesi. Mwaka huu tunafanikiwa kwa wepesi. Mwaka huu katika jina la Yesu. Wanaopika simu ni masaa ya ibada, masimu ni baadaye. Katika jina la Yesu tunatangaza rehema ya Bwana, tunatangaza fadhili ya Bwana. Mwaka huu unapenya katika jina la Yesu. Sema amina mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu walikuita mwenye kutubwa, lakini leo nimekuja, Bwana amenituma kwa ajili yako. Unapenya katika jina la Yesu. Unapenya katika jina la Yesu. Hauko peke yako, hauko peke yako. Mwaka huu tunasimama, niko pamoja. Bwana ako pamoja na wewe. Bwana ako pamoja na mimi kwa sababu ya upenyo katika maandiko, kitabu cha Mathayo 28 ukiwa mstari wa kwanza na wa pili, ambapo leo tunataka kuona ya kwamba Bwana anatumana malaika kwa ajili yako. Bwana anaviringisha kila jiwe lililokukalia kwa huduma. Wakati ambapo mtumishi unatangaza miradi kanisani, hapo ndio watu wanapotea kanisani, hapo ndio watu wanajitenga na wewe. Kuna jiwe ambalo wamekalia. Hiyo jiwe malaika wa Bwana aliviringisha. Andiko nasema ya kwamba hata Sabato ilipokwisha kupambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Mstari wa pili, tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana tazama malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, agaja akaliviringisha lile jiwe na akalikalia. Leo kuna jiwe ambalo moto wa Mungu, kuna mahali ambapo wamekuweka, wakaona kana kwamba ni kaburi, wakaona kana kwamba ni kaburi za magonjwa, wakaona kana kwamba ni kaburi za laana, wakaona kana kwamba ni kaburi za vizuizi. Leo ashukuriwe Mungu kwa sababu lile kaburi leo Bwana anatuma na malaika, wanaviringisha kila jiwe, wanavunja kila mipaka. Ile jiwe linaondolewa, ile jiwe la umaskini, ile jiwe la kung'ang'ana, ile jiwe la kulia. Mungu wa upenya anatuma malaika, wanaviringisha lile jiwe. Biashara imekuwa ngomo, hilo jiwe linaondolewa na malaika wa Bwana analikalia. Malaika wa Bwana aliviringisha. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, ile jiwe liviringishwe katika jina la Yesu. Halitaendelea kukaa mahali pale, halitaendelea kudumu. Ile jiwe lililokalia huduma, ile
ile jiwe lililokalia familia leo linaferengeshwa, leo ninaona likiondolewa, leo ninaona likikozanywa. Malaika wa Bwana baada ya kuletoa analikalia ili upate kupenya, analikalia ili upate kuenda, analikalia ili upate kufanikiwa katika jina la Yesu. Hauko peke yako mtoto wa Bwana. Malaika wa Bwana anakalia ile jiwe, malaika wa Bwana anavirengesha jiwe la magonjwa, jiwe la umasikini, jiwe la kung'ang'ana, jiwe la kukosa kazi. Leo malaika ashuke kwa jina la Yesu, avirengeshe lile jiwe, aliondoe lile jiwe lote lililokukalia. Jiwe la kung'ang'ana leo linavunjwa, jiwe la magonjwa lote linavirengeshwa, jiwe la mauti lote linavirengeshwa, jiwe la kukosa kibali leo linavirengeshwa kwa jina la Yesu. Bwana anavirengesha jiwe, ile jiwe lililokalia. Watu wakuwekea jiwe wakaona kana kwamba maisha yako umejaa makaburi. Makaburi ni vitu vya kufa, ni vitu ambavyo hakuna vitu vya kuendelea. Leo malaika wa Bwana anavirengesha jiwe. Oh my God. Malaika wa Baba anavirengesha jiwe. Ile jiwe linaondolewa, ile jiwe la vizuizi linaondolewa, ile jiwe la magonjwa linaondolewa. Asante mtoto wa Mungu kwa sababu ya haya masaa. Ninaamini ya kwamba watu wanataka kwenda kazini. Ujumbe huu kesho nitaingia mapema na Mungu akupenya, na ndio tumeanza ujumbe huu. Tuna make sure kwamba tutaenda na hii ujumbe hadi mwisho, na Mungu atakubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, nasema ni asante Mungu wa upenyo Jehova Shaddai. Achilia upenyo juu ya hiyo huduma, achilia upendo juu ya biashara, achilia kupenya Baba wa mle. Kila vizuizi na milango zote vunja hapa, kila ukuta zote vunja. Mungu wa upenyo watangulie, Mungu wa upenyo onekana, Mungu wa upenyo tembea na wao, Mungu wa upenyo sawasisha hapa kile Baba wa mle. Kuna mahali ambapo Bwana watumishi wa Mungu wamefika mahali hapa, milango ikafungwa, Yesu ikafunguliwe. Biashara imefungwa, Yesu ikafunguliwe. Ndoa imefungwa, Yesu ikafunguliwe. Watoto kule shuleni wakafunguliwe katika jina la Yesu. Wewe unayenipata mahali ambapo unanipata, kila jiwe lililokukalia, malaika aondoe ile jiwe kwa jina la Yesu mara moja katika jina la Yesu. Likaondoke na ukapenye katika jina la Yesu, kwa sababu ya Mungu wa upenyo ameshuka kwa ajili yako. Asante Baba, ni kwa sababu mwema. Ondoa lile jiwe la magonjwa, jiwe la kusika kila mara, jiwe la vizuizi kila mara katika jina la Yesu. Baba, watembelee, wainue. Mungu ni kwa sababu Jehova, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kufunguliwa, na sisi wote tuseme amen, amen, amen. Shalom watoto wa Baba. Mungu awabariki sana, awatende mema. Mtumishi wa Mungu, I really appreciate. Mungu akubariki sana unakapokuwa tukisimama pamoja kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ninashukuru sana kwa ajili ya kuwa baba kwangu. Mtumishi wa Mungu Ingonga, God bless you, God bless you, God bless you. Na watumishi wote kina Dorcas, Mungu awabariki sana. Wote wanaonifuatilia, mchungaji Ndekwa, God bless you, Mungu awabariki sana. Mchungaji ambaye ni Jared, God bless you, God bless you baba. I really appreciate. Esther Ruben, God bless you. Wote ambao wananifuatilia, Mungu awabariki sana, watende mema. Tutakuwa wenye kuendelea na naamini ya kwamba Mungu atatubariki sana. Mtu wa Mungu, tuendelee kuita Mungu wa upenyo katika maisha yetu. Mahali ambapo umefika unaona kwamba vizuizi vimekuwa vingi, ita Mungu wa upenyo na utapenya kwa jina la Yesu. Shalom, shalom. Nimekuwa wako Evangelist Chris Wanyonyi Wanjala. Mungu awabariki na watende mema. Muwe na siku ya baraka.